Dakika 16 pale baada ya mwendo wa saa 5 za asubuhi, mpenzi msikilizaji wa Dial Radio, ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Kipindi hewani ikiwa ni SRHR podcast, kila siku ya Alhamisi kuanzia ile mwendo wa saa 5 hadi pale saa 6 za mchana, ukiwa nami Rajab Rashid alongside Umazi Susan. Bwana, tupo ndani ya nyumba, ndani ya mjengo, kama K kama kawa kama dawa, na kama tulivyokuahidi hapo awali ni kwamba leo tutakuwa na wageni, na wageni tayari wameshawasili, wameshafika ndani ya studio zetu na wako tayari kutuambia mawili matatu. Ni zawadi gani leo umetuletea ndani ya studio? Ni mazuri gani? Kama tulivyosema, vijana huwa tuko na mambo mengi sana. Tuko na shughuli nyingi tena sana. Tunafanya vitu, tukiamka asubuhi, tukishakunywa chai pale tunajiona tuko salama. Lakini labda mwili wetu una vitu vingi sana ambavyo unapitia lakini hatuvijui. Leo tuko na wataalam ambao wamebobea katika nyanja hizi na wako tayari kutujuza ama kutuambia mawili matatu kuhusu swala zima la sexual reproductive health and rights, afya ya uzazi. Wewe kama kijana ambaye umebalea, ama tuseme adolescent, ndio? Kijana ambaye amebalea pale, ni mambo ngapi ama ni mambo mangapi ambao unajua kuhusu swala zima la afya ya uzazi? Kama uko na swali lolote pale ambalo ungependa kutuliza, namba zetu za simu zipo wazi, WhatsApp and SMS at 0790 20 44 87, ama tuma comment pale katika Facebook, Instagram, X ama TikTok pale Dial Radio, na vile vile unaweza kutuangalia katika website yetu pale at www.dialradio.com. Kwa hivyo wageni wetu wameshawasili na wako tayari kutuambia ni mazuri gani ambayo wametuletea. Caroline Agutu na Selina Githinji wako tayari. Na msikilizaji, kumbuka ni mengi ambayo tumeweza kuzungumza, lakini kwa sasa tuwape tu muda watuambie majina yao, wametoka wapi, na haswa wametuletea nini siku ya leo. Labda nianze tu na mkono wangu wa kulia, alafu nitaenda kwenye mkono wangu wa kushoto. Asante sana. Kwa majina naitwa Selina Githinji, mimi ni mhudumu wa afya Mombasa County. Nasimamia kitengo cha huduma za afya ya vijana, afya ya kiakili, na kuzuilia ama matibabu ya dhuluma za kijinsia. Okay. Tuko hapa kuongea kuhusu umuhimu wa afya ya kingono. Watu watafikiria hiyo jina ngono ni kitu tofauti, lakini kwa maana tuna sexual reproductive health. Okay. Kwa vijana. Haya, labda tutuvuke upande wangu wa kushoto pale, atuambie jina lake na ni nani, na ametuletea nini siku ya leo. Asante sana Umazi. Kwa majina naitwa Caroline Agutu, ndiye afisa mhamasishaji wa afya hapa kaunti ya Mombasa. Naam. Okay, unasikia mambo ya afya msikilizaji hapo nje. Najua unadhani tu ni afya, labda ukule ushibe, usikii kuumwa na tumbo, lakini wamesema zaidi ya yote ni afya ya ngono. Wengine wanaita afya ya uzazi, wazungu wanaita sexual reproductive health. Labda tu kwa yule msikilizaji ambaye kwanza hajaelewa afya ya ngono ni nini, umweze kumweleza kwa lugha ya chini zaidi ili aweze kuelewa. Nitasema kwa ufupi ni kuwa afya ya uzazi na ngono ni kitengo ambacho ni kuwa wakati mwanadamu ama kiumbe chochote kina ukamilifu wa afya ya kiakili, ya kimwili, na hata ya sehemu zote za uzazi. Naam. Hiyo ndio tutasema ako na afya ya uzazi na ngono. Okay. Ana maradhi yote, akili yake iko sawa, na mwili wake pia uko sawa. Kwa hivyo hiyo ndiyo afya ya uzazi msikilizaji. Na labda tu hivi tunazungumzia watu ambao wako katika umri gani, ambao zaidi wanahitaji kujua ama kuwa na ufahamu ya afya ya uzazi? Je, ni mtoto wa miaka 3 ama ni mtoto anayeanza kubalehe? Tunasema leo tunaongea kuhusu umuhimu wa afya ya uzazi na ngono. Na
Afya ya uzazi na ngono inalenga umri zote. Okay. Angalia wakati mtoto amezaliwa akiwa ameumbika na viungo vyake vyote. Kuna yale kuna zile vitu ambavyo ameumbwa navyo vya uzazi. Viungo vya uzazi havikuji baadaye. Naam. Vilianza kutengenezwa kwa utumbo. Kweli kabisa. Kwa hivyo afya ya uzazi na ngono inaangalia kiumbe chochote, umri wowote. Okay. Sawa. Caroline, tunasema leo tumekuja kuongelea kuhusu swala zima kuhusu umuhimu wa afya ya uzazi kwa vijana ambao wamebalea. Je, kuna umuhimu gani vijana kujua kuhusu afya ya uzazi wakati wamebalea? Okay, sawa, asante sana. Jambo la kwanza ambalo ningependa kuongelea ni kusema kuwa hii afya ya ngono na ya kiuzazi inasaidia ama ina support health ama healthy living. Na nikisema hivyo ninamaanisha kuwa ili mtu aweze kuwa ako sawa katika ile hali ya afya ya ngono na ya uzazi, ni lazima yeye mwenyewe awe anaweza kufahamu vilivyo ni nini maneno hayo yote inamaanisha nini. So umuhimu wake sana haswa ni kuhakikisha kuwa yule mtu ama hao vijana ama kama vile tayari tumesema ni inahusu kila mtu, ndio. Lakini sasa tukiwa tunaongea kuhusu vijana ambao wamebalea, ni muhimu waweze kujua haswa itawasaidia aje. So katika ile hali ya kusema ni muhimu wajue, inamaanisha kuwa lazima waweze kupata ujumbe sahihi ya kuhusu afya ya kingono na hata ya kiuzazi, sivyo? So cha muhimu haswa ni kuhakikisha kuwa tunatoa ujumbe sahihi kuhusu mambo haya, kwa sababu itaweza kuwasaidia na kufanya maamuzi ya kisawasawa. Okay. Na maamuzi ya kisawasawa itatokana tu kama hao wenyewe tayari wanajua ni nini na hao wenyewe wanajielewa ni vipi hii afya ya uzazi na hata hiyo ya the sexual reproductive health ina affect vipi. Ndiyo. So kama nilivyosema, cha muhimu haswa ni kuwapatia ujumbe, the right information so that hao wenyewe wanaweza wakafanya maamuzi ya kisawasawa. So tukiongea kuhusu hii afya ya ngono na ya kiuzazi, itamaanisha kuwa tunajua wanapokuwa wameanza kubalea, kuna vitu ambazo zatokea kwa mwili yao. So many changes ambazo hata hao wenyewe kama wamekaa tu bila mtu yote kuweza kuwashauri ama kuweza kuwaelimisha, itaweza kuwashtua kiasi cha hawatajielewa. Wataona ni kama pengine kuna jambo fulani ambayo sio sawa. So ni muhimu tujitahidi kuwapa ujumbe sahihi ili wanapoanza kuona haya mabadiliko kwa mwili yao wanaelewa na wanajua ni nini ama ni hatua gani wanapaswa kuweza kuchukua. Ndiposa wawe wako sawa. Isije ikawasumbua vingine, kwa sababu tumesema hii afya ya kingono na ya kiuzazi ina affect the whole systems from your physical, mental, emotional and even the physical being. So ni muhimu kabisa ili tuweze kuwatayarisha, tuwapatie ujumbe sahihi na wanapokuwa sasa wanapitia haya mabadiliko wanajielewa na wanakuwa kidogo hawana shida kiasi cha ili wasiweze kupata mental health issues ama any stresses ambazo zinaambatana na hiyo afya Naam, kwa Bi Selina, labda huyu ni msichana ambaye ndo kwanza anabalehe. Unahisi ni vigezo gani ama ni what components that this girl should have ili aweze kujielewa zaidi kwamba hii ni hali ya kawaida, sababu tunataka wajue ule umuhimu. Kwa hivyo ni vigezo gani anafaa kujua wakati anabalehe? Tuzungumzie kwanza mtoto wa kike, alafu pia tutazungumzia na mtoto wa kiume.
Jambo la kwanza, wakati wanabalehe kuna mambo tofauti, kuna mabadiliko mengi wanapata kwa mwili. Hisia zao pia zinabadilika. Wanaanza kuwa na vitu ambavyo hawajielewi. Mara nyingine wanakuchanganyikiwa kuwa kwa nini, kama ni msichana, kwa nini naona matiti na amea, viungo zangu zinapanuka, mara nyingine nimeanza kupata damu. Wa kiume ataangalia, aanze kuona sauti yangu, nilikuwa naongea na sauti nyororo, inabadilika. Sasa sauti inabadilika. Nimeanza nikilala, nimeanza kuota ndoto za kiajabu. Sijielewi nifanye nini. Wote wa kike na kiume wataona nywele zinatoka sehemu zingine za siri, zingine kwa makwapa, kama ni ndefu zinatoka, wanashindwa ni nini. Ndefu itoki hapo mwanzo, lakini huku mwisho bado atapata ndefu. Hizi ni vitu ambavyo wanapaswa watayarishwe kwanza, waelezewe, wajue kama ni msichana wa kike, kama ni mtoto wa kike, ajue wakati anatarajia hedhi yake anastahili kujilinda vipi. Ni madhara gani itakuwa kama hatajitunza vizuri wakati ameanza kupata hedhi. Jambo la kwanza anapaswa ajue, hiyo ni umri amefika ambao akionana kingono na kijana anaweza shika mimba. La pili, ajue jinsi katika wakati ako katika ile umwagikaji wa damu, hedhi yenyewe, ana vifaa vya kujiwekea ili aweze kukinga isiwe ika spill off. Na wakati ako na vifaa ndio, na usafi wake ni vipi? Je, manake hiyo inawastua, na wapata damu, nitaifanya nini? Kwa hivyo wanastahili kupewa mafundisho ya jinsi ambavyo watafanya wakiwa na wakati wa hedhi. Wajue ya kuwa mabadiliko ni ya kawaida, na ni sawa, si ugonjwa, kwa sababu wengine wanachukulia ni ugonjwa. Labda nimekatika mahali, nimekatika, nimekalia kitu kama hicho. Wengine wanaomba mawaidha ambayo wengine wanapotoshwa, wanaambiwa fanya hivi ndio isikuje. Kwa hivyo ni muhimu wapate kupata mafundisho na information ambayo iko sawa. Kama ni wa kiume, naye aweze kujua wakati huo ameanza kuona viungo zake zinabadilika, sauti inabadilika, anakuwa na ndoto, wet dreams. Ajue ana uwezo wa kutunga mimba. Aweze kujua ana uwezo wa kutunga msichana mimba. Na waweze kujua mafundisho ingine ambayo sana sana waambiwi ni kuwa waangalie hata mahusiano yao, wanakuwa na mahusiano ya kiurafiki wa aina gani. Kwa sababu mahusiano mengine, kama ndio wakati wameanza relationships, yani maurafiki, uhusiano wa tuseme ni wa kimapenzi vipi. Na wakati huo ndio unapata vijana wengine wamejipata pabaya kwa kuwa ameambiwa merawiti. Na wamerawiti msichana mwenye ni umri yake sawa. Kwa hivyo pia wanapaswa wafundishwe sheria zenye ziko Kenya. Sheria za nchi waweze kusijua, wajue nikifanya hivi kwa umri huu, na hata nikifanya hivi kwa umri huu naweza fanya kitu fulani. Naweza tunga msichana mimba, na pia naweza iwekwa katika kufungwa, kwa sababu kitengo cha ngono na mtoto ambaye ni mdogo chini ya miaka 18, hiyo ni defilement. Kwa hivyo waweze kujua ile majukumu inaandamana na ile umri wamefika, kulingana na mabadiliko ya kiafya ya uzazi na ya ngono vile iko. Pia wanapaswa kujua kuna maradhi. Manake wakati huo hisia zao zinawarengeza upande wa umapenzi sana. Waweze kujua kuna maradhi inaandamana na vitendo vingine kama vya ngono. Wajue kuna maradhi ya zinaa, wajue kuna maradhi kwa wasichana, virus ambayo inaleta saratani ya mdomo wa uzazi inapitia ngono. Wajue kuna maradhi tofauti inapitia na hivyo vitendo vya kingono. Na sana sana hivyo vinakuja kwa sababu ya hisia zenye zimeanza kuja kwa mwili yao.
Kwa hivyo ni muhimu wajielewe na waweze kujua umuhimu wa hiyo umri, wakikuwa wanaweza wakazaa, wanaweza wakatunga mimba na wanaweza wakashika mimba. Wanaweza pata maradhi, na pia wajue wakiwa na shinda wanapaswa kwenda kupata huduma wapi. Wajue hospitali ziko ambazo zinaweza hudumia. Okay, msikilizaji, ni mengi ambayo tunaweza kuzungumza hapa. Zaidi ya yote tunasema upo umuhimu wa vijana kuweza kufahamu kuhusu afya ya uzazi. Na labda tunirudishe swali kwenu wataalamu wetu. Unahisi katika jamii hii tunayoishi kwa sasa, ipo changamoto ya labda wazazi kuweza kukaa na watoto wao kuwazungumzisha mambo haya ya masuala ya afya ya uzazi? Unajua kwamba shuleni wanafunzi wanaweza kufundishwa, kuna darasa fulani pale, unajua tukifika hapa tutaanza kufundishwa mambo ya kubalehe, lakini unahisi nyumbani ipo changamoto, labda mzazi wa kike akae na mtoto wake wa kiume amfundishe, mwanangu umefikia hivi, kuna hivi na hivi haufai kufanya. Wazazi wa Kiafrika, je, mnaona hiyo pia ni changamoto ambayo inachangia mpaka watoto wengine wanapata mimba za mapema? Sababu wazazi wanakuwa wagumu kuambia mtoto wake usifanye hivi. Labda Bikaro, unaona ipo changamoto kubwa pale nyumbani ukilinganishwa na ile elimu ambayo tunapewa shuleni? Okay, asante sana. Pengine nikirudisha wakati nyuma kidogo, tutasema kuwa wakati ule tungeweza kupata fursa ya watoto ama wajukuu kukaa chini na babu na nyanya. Na katika hiyo hali wangepata fursa angalau ya kuwafundisha kiwazi. Lakini muda ulipokuwa ukiendelea, unapata kuwa in modern families saa zingine unapata kuwa wazazi kidogo wako busy. Dunia siku hizi imebadilika. Mtoto anaachwa na auntie kwa sababu lazima waende pia kufanya kazi ili waweze kujikimu kimaisha. Lakini kama kutoka kwa kitengo cha afya, kitu ambayo tungependa kuhimiza na pengine pia kusisitiza ni wazazi kuweza kupata kutenga muda angalau ya kukaa na watoto wao na kuweza kuongea kuhusu mabadiliko yale ambayo yanatokea kwa mwili, ambayo yanahusu masuala haya ambayo tunaongelea leo, sexual health and reproductive health. Nakubali shuleni pia huwa wanatoa mafundisho, lakini tukirudi nyumbani, kama kuna uwazi ule ambao pia ndio tunapigia debe sana, uwe wazazi na watoto wao waweze kuwa wako huru kuongea. Na unajua this is just built with time, ambayo inahitaji wazazi kuwa wazi, wasiwe wako so rigid, wakali kiasi cha mtoto hata akitaja kidogo hawataki kusikia. Tulipenda tu kuwahimiza kuwa ni part of growth, na kama mzazi inatakana pia na wewe uchangie. So mtoto akiwa amefundishwa kule shuleni, akirudi huku nyumbani hata akitaja, ni vizuri na wewe sasa unaichukulia na unachangia na unamuelezea, mnaenda polepole na kumuelezea vizuri kabisa. Kwa sababu tunasema kama hatutaweza kuwaelimisha na kuwapa ujumbe sahihi, basi itakuwa ni vigumu sana kwa hao kujielewa na haswa sasa kuweza kuishi maisha ambayo iko sawa. Tumesema vizuri kabisa hii umuhimu wa sexual health and reproductive health. Tukiweza kutoa ujumbe sahihi na kuweza kutangamana vizuri na hao na kujadiliana masuala haya, basi tutaweza pia kufanya hao wenyewe wakizidi bado kuwa wakubwa, na hata pia wanapokuwa wanapitia hizi mabadiliko ambazo zinatokana za kimwili, wataweza kupata nafasi ya kuwa na ile to promote like healthy relationships, ambapo watajua vizuri kabisa ni muhimu kwa mimi kuongea itakapofika ule muda ambao mimi naanza kuwa na marafiki, kwa sababu kuna tayari tumesema kuna zile hisia. Ndiyo. Na atakuwa pengine ana hisia zile za kuwa pengine marafiki na mtoto wa kiume wa kike. Hiyo iko hapo, lakini tunapokuwa tunawapatia ujumbe sahihi na kuwaongelesha na pia kuweza kuwajuza ni tofauti gani ambazo zinatokea kwa mwili yao, na pia kuwafunza ni vipi unavyoweza kuzicontain na kuzimanage, basi at the end of the day tutakuwa tumepromote
healthy relationships, ambapo at the end of the day kutakuwa communication, kutakuwa respect of both the boy and the girl, and any relationship ambao wako nayo utapata kuwa iko healthy. Ambayo ikiwa hivyo inamaanisha basi pia tutakuwa tumesonga mbele kidogo mentally, hataweza kukwazwa kwa sababu yeye mwenyewe ana hisia zake za huku, yule mwingine pia ana hisia zake, amefundishwa kule. Sasa hawataweza pia kugongana kiasi cha masomo sasa iwe tena ni shida, awe kuna msongamano wa kiakili. So itakuwa imepromote healthy relationships. Yes. Okay, msikilizaji, nakupa na wewe fursa ya kuweza kuuliza swali yako. Kumbuka nambari zetu za simu zipo wazi kabisa, 0790204487. Pale kwenye mitandao ya kijamii ni @DayoRadio, Facebook, Twitter, Instagram na X. Unauliza swali lako, alafu utakuwa unapata jibu mwafaka kabisa. Iwapo labda una maoni, pia wakati ni sasa. Kumbuka kwamba tunakupa elimu ili nawe uweze kuisambaza kwa yoyote yule pale nje. Baada ya hapo tutahakikisha kwamba tunaishi kwenye nchi iliyo salama na maradhi mengine bwana tutakuwa tunaepuka. Tutakuwa tunarudi muda usio kwa mrefu. Penda kuwajuza. Alafu pia naona kuna wengi ambao wameweza kutuma zile comments pale katika mitandao ya kijamii. Kwa jamaa jikana kama Harrison Kazungu anauliza, mimi nauliza kwa niaba, ni kipi huwa kinasababisha maumivu ya kupitiliza katika hedhi? Wakati mtoto wa kike ama msichana anapitia hedhi, huwa kuna maumivu mingi sana. Ni kitu gani ambacho kinasababisha paka yule dada yetu pale huwa anapitia yale maumivu? Alafu mwingine anajulikana kama Mary Kavesa anauliza, ni mikakati ipi inaweza kutumika kupunguza unyanyapaa na upotoshaji wa taarifa kuhusu afya ya uzazi na kijinsia miongoni mwa vijana? Ni mikakati ipi inaweza kutumika kupunguza unyanyapaa na upotoshaji wa taarifa kuhusu afya ya uzazi na kijinsia miongoni mwa vijana? Asante sana Mary Kavesa. Ukosefu wa usawa wa kijinsia unaitayarisha matokeo ya afya ya uzazi, kijinsia na vijana. Okay. Julikana kama Elijah, baadhi ya vijana wengi majadiliano kuhusu afya ya uzazi yanaweza kuwa ya utata kulingana na taarifa za vipunde. Je, asilimia ya mimba za mapema, magonjwa ya zinaa na ukatili wa kijinsia umepanda ama umepungua? Anataka kujua statistics zinasemaje hiyo. Okay. Jamaa yuko kama Rajab Waziri anauliza, kuna changamoto zinazowakumba vijana katika kupata huduma na elimu kuhusu SRHR. Labda kuna mikakati ipi kusuluhisha hili? Zile challenges vijana wanazopata wakati wameenda kuseek information about SRHR. Mwikana kama Masudi Salim Athumani anasema Mombasa, Kitaa, Manyani tuko ndani zaidi. Lucy Sugar, mambo, naitwa Lucy kutoka Vikwatani, nauliza kwa niaba ya rafiki yangu ambayo anahisi ako pregnant. Je, dalili za ujauzito zikoje na anaweza kupata wapi vipimo ili kuthibitisha kuwa ni mjamzito? Lucy Sugar huyo. Masudi Salim Athumani anauliza, ni muhimu sana wazazi wetu wajue kwamba sexual reproductive health and rights ina mada nyingi sana ambazo zinaelimisha vijana wadogo kuhusiana na afya yao ya uzazi. Sio masuala ya ngono tu, bali ni elimu ya kujilinda na kujijua pamoja na kujijali. Naona wageni wetu wametengesha vichwa kabisa, wamesema kama hii, this is the proper information ambayo vijana wengi wanafaa kujua. Labda tuanze na hayo maswali ambayo tumeuliza, alafu naona kuna kama 3 remaining questions, but before we proceed, kindly kama tunaweza kuanza hayo maswali ili tuweze kusonga mbele. Nitaanza kujibu kuwa kwanza maumivu ya hedhi. Yes. Wakati wa hedhi, unajua ni kama vile nyumba ilikuwa inatarajia kitu na ikupata. Kuna hormones ambazo ziko kwa mwili, na ili nyumba isafishwe, zile hormones zina stimulate ama zina trigger ile nyumba ya uzazi iweze kutoa kusafishika. Na kulingana na
inategemea na watu tofauti, si watu wote wanaumwa. Kwa hivyo huwa ni muscle contractions ambazo zinafanyika kwa ile lining ya uterus damu itoke ili iweze, manake mimba yatungwa. Kwa sababu wakati ovulation inafanyika, wakati uzazi kizazi kinatengenezeka ama kinajitayarisha kupokea mimba na iwe fertilization yafanyika, kwa hivyo mimba yatungwa. Kwa hivyo huwa wakati ule the uterus kwa ndani imekuwa thick. Ili ile thickness itoke, lazima hiyo isafishike, damu itoke. Na kunakuwa na contraction na hizo muscle spasms, hizo contractions wengine zinakuwa zaidi, ndio ndiposa wanasikia maumivu. Na matibabu, na kuna dawa huo ukienda hospitali utapewa. Na sana sana kuna watu wananunua over the counter, Buscopan inatuliza. Na kuna wengine wanasema wakitumia hizi paracetamol zinatuliza, lakini kama maumivu ni mengi na huwezi vumilia, ni vizuri uone mhudumu wa afya. Na hiyo maumivu si maumivu ambao si ya kawaida, ni ya kawaida. Wengine watambua shika mimba ndio ipungue, hiyo ni dhana potofu. Hata ukashika mimba, kama wewe mwili wako uko hivyo, bado utaendelea. Cha muhimu ni kuwa tafute huduma za hospitali. Na pia anaweza angaliwe, inaweza kuwa si sababu ya hedhi, lakini sana sana hedhi huleta maumivu. Kuna si sana sana kwa watu wengine huleta maumivu ya tumbo. Okay, kidogo tu tukiongelea kuhusu hedhi, kuna wengine wanaenda 3 to 4 days, wengine wanaenda 5 days, na kuna wengine wanasema wanaenda 7 days. Is it normal? Hedhi ni 3 to 4 days. Lakini kila mtu ameumbwa tofauti na ameumbwa kivyake. Kwa hivyo wanadamu sisi hatujatoshana. Unaona kuna wafupi, kuna warefu, kuna wanono, kuna wembamba. Kwa hivyo hata hedhi ni hivyo. Kuna wengine watakuwa na siku 4, kuna wengine watakuwa na 3, na kuna wengine watakuwa na 5. Lakini kama hedhi imezidi vile matarajio, imezidi zaidi ya siku 4, 5, na unaona imezidi ni nyingi na siku zinaongezeka, tafuta ushauri wa daktari. Okay, thank you. Pengine tu kiniruhusu tu kusisitiza hapo kuhusu maumivu wakati wa hedhi. Naam, kama nilivyosema, maumivu, kuna wale ambao huwa wanahisi maumivu wakati wa hedhi, lakini tungependa tu pia kuhimiza ama kusisitiza kama itakuwa ni maumivu ya kupita kiwango, ni muhimu utembelee hospitali zetu ili uweze kujieleza na waweze pia kuangalia kama ni hedhi ya kawaida ama pengine kama kuna shida. So tusichukue tu kuwa ni kawaida. Inaweza kuwa kuna maumivu, lakini ikizidi muhimu utembelee hospitalini. Tujaribu pengine hata ku avoid the over the counter. Ni vizuri tu ukienda kama ndio umeanza hedhi, ni vizuri uende na kuna maumivu sana. Nenda tu mara ya kwanza tu ndio uweze kuangaliwa na wadhibitishe kuwa tu ni maumivu ya hedhi na upatiwe dawa za maumivu. Sawa. Tuzungumzie swali la pili la kuhusu stigma. Unyanyapaa katika jamii. Unahisi ni vipi ambavyo jamii inafaa kufanya? Ni swali lake Mary Kavesa hapa. Ni mikakati ipi inaweza kutumika kupunguza unyanyapaa na upotoshaji wa taarifa kuhusu afya ya uzazi na kijinsia miongoni mwa vijana? So the stigma bit. Okay. So cha muhimu ni kuwa utapata sana masuala ya unyanyapaa huwa yanatokana kwa sababu ya utovu wa ujumbe sahihi. So utapata wale ambao wanaleta unyanyapaa kwa wenzao kidogo hawana ujumbe sahihi. So ndio maana tunahimiza kuna umuhimu wa kujaribu kuwa na sessions na
watu tofauti ili kupatiana ujumbe sahihi, ndiposa kama kuna shida yoyote basi hakutakuwa mtu mmoja hata lengwa kuambiwa kuwa yeye ndio ana shida na unyanyapaa uweze kutokea. So ile ujumbe sahihi itaweza kufanya hata wale ambao wanachangia katika hii unyanyapaa kuweza kukaa nyuma na kuonelea pengine kuna shida pale, na wafikirie kuelekeza huyo mtu fulani kwa pahali ili aweze kupata usaidizi. Na masuala haya ya unyanyapaa ningependa mwenzangu naye azidi kufafanua kwa sababu kidogo iko kwa laini yake. Tunajua ya kwamba tamaduni zetu zinafanya tukue vile tuko. Ndio nchi imekuwa, lakini bado tamaduni zetu ziko ya kuwa kuna mambo watoto hawapaswi kujua. Lakini ile kitu tunapaswa kujua ni kuwa afya ya uzazi, tusipojulisha watoto wetu kuhusu afya ya uzazi itakuwa na madhara zaidi. Kwa hivyo kupunguza unyanyapaa ni tuwe wazi, tukue wazi kuongea na watoto, kuongea hata na wale wanalika, tuongee na wazee, wamama, na katika baraza zote ambazo tunafanya tuwe na uwezo wa kuwa tunaweza kuongea kuhusu afya ya uzazi wazi. Tukiwa unajua sana vijana wanatafuta information kwa social media. Internet iko na kila kitu. Tusipowapatia ujumbe wenye unafaa, watapata ujumbe vile watapata kwa internet na interpretation yao ni tofauti zaidi. Kwa hivyo njia ya kupunguza unyanyapaa tutasema ni hamasisho kwa njia tofauti. Tunaweza hamasisha kwa dialogue, mikutano yenye tuko nao ya kijamii, na pia katika radio kama leo tuko hapa ni hamasisho tunafanya. Tukipata uwezo wa kuwa tunaweza ongea hata kwa TV, zenye tuna target media, njia zenye watu wengi wataweza kupata information ili waweze kuelewa vile wanajua kulingana na tamaduni zetu vile tumekuwa. Afya ya uzazi ni tofauti, ina mambo mengi mazuri ambayo watoto wetu wakijua, wakiwa ngali wadogo, wakuwe wakijua hiki kinapaswa kufanya hivi, watakuwa na uwezo wa kujilinda. Lakini hatuwezi maliza unyanyapaa kama tutanyamaza na tuweke information yenye tuko nayo kwa roho zetu na kwa akili zetu. Inapaswa ifikie watu wengi ili wajue tunaongea kuhusu nini. Na asante sana Bi Selina. Tumeambiwa ya kwamba masuala ya afya ya uzazi sio tu ngono. Tunafaa kujua kipi pia kipo ndani ya afya ya uzazi. Masudi hapa alikuwa anatuambia sio mambo tu ya hedhi, si mambo tu ya kupanga uzazi. Ni kipi kingine ambacho hatujui ambacho kiko kwenye hii afya ya uzazi? Afya ya uzazi pia inahusika sana na afya ya kiakili. Kwa sababu hata wakati msichana ako na hedhi, akili yake hajatulia. Hata akiwa kwa darasa anajua ameweka sanitary pad. Lakini akiwa ameketi pale akili yake inamwambia wakati wowote inaweza spot. Hiyo ni anxiety na stress. Wakati uko na ugonjwa mwingine, haya maradhi mengine ya kawaida, ina affect pia akili yako na ina affect afya ya kiakili. Utapata kuna wengine wakiwa wagonjwa hawapati hedhi na inawasumbua. Kwa hivyo afya ya akili sana ina affect afya ya uzazi, na afya ya uzazi pia ina affect afya ya akili. Mama mjamzito, hiyo miezi 9 yote ni ya stress. Hata kama ana maumivu, kuna wenye wanasema si kuumwa, lakini ni ya stress. Ajui mtoto mara nyingine akitulia, hajacheza kwa siku kidogo, anajiuliza kuna nini huko ndani. Maumivu mara nyingine kuna changes zinakuwa wakati mtu ana ujauzito. Kwa hivyo it's not a very comfortable process.
wa vijana wakati pia wana bare, wakati wana changamoto zao za ya feelings, inawa affect emotionally. Kwa hivyo kuna zile emotional feelings ambazo zinawasumbua. Mara nyingine wanakuwa na anxiety, sometimes depression. Wana mahusiano ya marafiki wao shuleni, mahusiano ya marafiki wao wa kimapenzi. Hiyo mahusiano pia inawasumbua kiakili sana. Kwa sababu ndio unapata wengine hata wamefika kiwango kwa kujitoa roho zao, kwa sababu depression, walianza stress ikaenda hata depressed, akakuwa depressed na ikafika mahali sina maana kwa maisha kwa jamii. Kwa hivyo nikimalizia mambo ya afya na akili na mambo ya afya ya uzazi, ni muhimu kuchanganya. Wakati unaongea kuhusu mambo ya afya ya uzazi, ufikirie pia ina mchango mkubwa upande wa afya kiakili. Okay, asante sana. Labda pia una jambo la kuongezea hapo? Tukiongea sana kuhusu hii afya ya uzazi, sexual health and reproductive health, hatuwezi kuacha bila kuongea kuhusu peer pressure. Na unajua hapa kwa peer pressure ni utapata mwingine pengine ana ujumbe ambao sio sahihi, lakini anajiona ni kama anayo ujumbe mingi kushinda mwingine. Na utapata kuwa kidogo wanataka kushawishiana ili waweze kufanya mambo ambayo sio sawa. So kama tumewapatia ujumbe sahihi na mtu anajielewa vizuri kabisa kuhusu hizo changes zote za mwili, mtu anaweza kacope na hizo feelings ambazo anazo, hisia ambazo zimekuja ambazo hakuwa nazo hapo awali. So inakuwa ni rahisi sana yeye mwenyewe kukuwa na confidence, self confidence. Kwa sababu anaweza kucommunicate na akaambia mwenzake, la, hiyo jambo ambalo unataka mimi nifanye sioni kama iko sawa. Kwa hivyo wewe endelea nayo, mimi sitafanya. So unaona hapo kwa peer pressure kidogo ataweza kuhandle. Okay. Nataka tuzungumzie kidogo kuhusu Kuna maswali uliulizwa kuhusu statistics za GBV, HIV na teen pregnancies, kama zinaongezeka ama zinapungua. Na kuna swali lingine liliulizwa kuhusu malipo ya afya ya vijana wanapoenda kwa health facilities. Nitasema katika upande wa dhuluma za kijinsia zinaongezeka kwa sababu kulingana na wale ambao wanakuja wakiwa wamedhulumiwa katika hospitali zetu, almost 70% ni watoto na vijana, watoto wadogo na vijana kati ya miaka 10 na 24, na vijana na watoto wadogo chini ya miaka 10. Tukikuja upande wa HIV katika nchi yetu ya Kenya, ambapo Mombasa County haina utofauti, katika wale watu 10 wameathirika na newly infected HIV, with HIV, utapata kati yao vijana wanarika ni 3 ama 4. Kwa hivyo bado hiyo ni idadi kubwa. Upande wa teen pregnancies, Mombasa County tumejaribu sana, imepungua kutoka ile kiwango tulikuwa, sasa tuko around 11. The last KDHS tulikuwa 11%, actually 10.8%. Kwa hivyo kiround of is 11%. Na hapo mbeleni teen pregnancy Mombasa County ilikuwa juu sana. Tuliweza kupunguza idadi ya wasichana ambao walikuwa nashika mimba kati ya miaka 10 na 14. Tumepunguza zaidi mpaka sub county zingine hizo cases haziko. Kama kuna cases asifiki hata 25. Kwa hivyo tumejaribu kupunguza teen pregnancies. Bado changamoto tulionayo HIV infection among youth na GBV, na mikakati iko. Tuna mikakati mizuri
na tunaendelea, tunajua tutafika mahali. Okay. Upande wa malipo ya afya tuna SHA. Vijana na waimisha mchukue vitambulisho na murejiste kwa SHA. Watoto wenye wako na umri na wazazi wao wakuwa chini ya wazazi wao wanaweza tumia SHA ya mzazi. Na ukitumia SHA haulipi chochote. SHA ni nzuri na watu wasione kama isaidii. Kwa nini dispensary na health centers ziko free? Ni kwa sababu pia SHA inafanya kazi. Na hizo hospitali kubwa pia ukiwa na SHA unapata matibabu. Kwa hivyo sioni kwa nini tuangaike, na tuna uwezo wa kuchukua kitambulisho, turegister na SHA na tuweze kufaidika na matibabu ambao hatulipi. Kuna watu walikuwa wanasema kwamba hizi health facilities zenyewe haziko youth friendly. Sijui kama mshapata mambo kama haya. Unaambiwa ukienda kwenye health facility, labda umeenda tu kufuata huduma fulani, unaambiwa wewe kwa nini unafanya mambo ya watu wazima? Kumbuka huyu ni mtoto ambaye tu labda ameenda tu kutafuta usaidizi, magonjwa kama ile labda ameipata kupitia public toilets, lakini akifika pale wanaweza kuitana madaktari kama wote. Ujeni muone huyu mtoto mdogo. Hivi mshapata malalamishi kama haya? Kwa ukweli nitasema Mombasa County ni mojawapo ya county yenye iko na program ya AYP yenye imesimama. Na youth friendly services facilities zenye asiko na standalone youth friendly clinic. Youth friendly services imekuwa integrated pale. Na wahudumu wa afya wamepata mafundisho ya kuhudumia wanarika. Kwa upande wangu nitasema sijasikia malalamishi. Na kama ipo, unajua huwezi yaona mgongo, unaweza ona mbele. Kama iko ni bora tujue, na tujue ni hospitali gani iko hivyo, tuweze kusaidia, tufundishe wale wako pale. Kama ni mafundisho hawana, tuweze kujua ni hospitali gani, tuweze kuongea na wao na tufundishe ili vijana wetu wapate huduma za afya. Lakini nitasema ya kuwa facility karibu zote siko na peer educators ambao ni mayouth wanalika wa mtaani, hawajaajiriwa na county, lakini wako pale kuangalia afya za vijana zinaendeleaje, na ndio wanalifaa vijana wenzao kwa hizo huduma za afya. Asante sana. Msikilizaji, kuna swali hapa ambalo singependa tuliache. Najua muda umetupa kisogo, lakini ni swali lake Alfred. Anasema, what are some of the policy documents the county has in promoting sexual reproductive health in Mombasa? Je, kuna sera, na kama ipo ni gani? Alfred na wengine ambao wanasikiza, unaweza ingia Google AYP strategy, Mombasa County AYP strategy 2024 to 2027. It's a revised strategy yenye ililaunchiwa na ni second edition. Edition ya kwanza iliisha. Inaonyesha jinsi ambavyo Mombasa County inahudumia, inapaswa kuhudumia. Ni strategy ya miaka 5 ambayo iko na kila kitu chenye mwanarika anapaswa apate. Sio sexual reproductive health peke yake, imeangalia sexual reproductive health na mental health na vitu zingine. Kwa hivyo hiyo ni policy document ya kwanza. Na upande wa reproductive health pia kuna policy document. Kwa hivyo kando na hiyo tunaongozwa na Constitution of Kenya, Article 43A, ambayo inasema kila mtu ana haki ya kupata huduma bora. Kwa hivyo na national document pia siko, kuna reproductive health policy ya national. Lakini county pia nimesema wako na document zao. GBV is not haiko kando na reproductive health. Tuko na GBV strategy ya Mombasa County. Kwa hivyo ninatumai ya kuwa
a friend nimemjibu. Okay, asante sana. Unajua tunapozungumzia masuala ya afya uzazi ni topic ambayo tunaweza kumaliza siku nzima. Labda tu niwape muda, mtuambie ni kipi ambacho unaona umekuja ungetaka kukizungumza lakini hujakizungumza. Nawapa muda huo muweze kumalizia. Muda pia unasonga. Una producer pale nje ametuambia jamani mnaharibu mambo. Labda tu na pia ushauri kwa wazazi na vijana ambao wanatusikiza kwa sasa. Okay. Tukimalizia tu mimi from my end ningependa tu kuwahimiza wazazi, ni muhimu sana tujaribu kuhakikisha kuwa tunakuwa marafiki wa karibu wa watoto wetu, wa vijana wetu, ili tuweze kuleta ile uwazi wa kuweza kujadiliana kuhusu masuala ya sexual health and reproductive health. Hiyo tu ndio njia ambayo itaweza kutusaidia ili watoto wao wajisikie pia wako na confidence na waweze ku open up na kuweza kujadiliana na sisi, na tutaweza kupata angalau suluhisho ya kuhakikisha kuwa shida zilizo tunashughulikia kwa wazazi na watoto wetu. Na tukiwa tunafanya hivyo, na hakika tutaweza kushughulikia hizi shida ambazo zinawakumba vijana wetu. Okay, thank you so much. Nikimalizia nitasema ya kuwa ni muhimu wazazi na watoto vijana wanarika wazingatie masuala ya afya yenye na ama vitu vyenye vitajenga afya yao ya uzazi, kwa sababu wana ndoto kesho. Wakiwa watazingatia, wataweza kulinda ndoto yao kesho. Na mzazi akishikilia mtoto wake pia, mtoto ataweza kutimiza ndoto yake. La mwisho na la pili na la mwisho ni kuwa vijana na waomba, manake inaniuma sana wakati nikienda pale Shimuratewa ama wakati tunaenda ku present evidence ya GBV kotini, ni wanalika tunapata kwa sababu wanapatikana na defilement sana. Ningewaomba wasome Sexual Offences Act of Kenya of 2006. Wasome Sexual Offences Act, ndiposa watajua vitengo vyenye wanafanya ambavyo vinaambatana na afya ya kiuzazi vinaweza kuwaletea madhara gani kwa upande wa sheria. Najua vijana hatujazoea kusoma sheria sana. Ni vizuri tuweze kujifahamisha na sheria za nchi yetu. Asanteni sana. Vijana tusome sheria, wazazi wawe marafiki na watoto wao. Asanteni sana Madam Selina na Madam Caroline. Limekuwa lisali moja la kuelimisha, lisali moja la kujifunza mengi, na zaidi ya yote najua msikilizaji hata umepata kupata ujumbe huu. Na tunasema kama kawaida, utakapopata ujumbe kama huu, mwambie na mwenzako. Tunasambaza hii injili ifikie kila mtu. Hadi Alhamisi ijayo, sina la ziada na kutakia siku njema. Kumbuka SRHR Podcast ni kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 5 hadi saa 6 mchana. Kutoka kwangu nasema shukran sana.